Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena siku nyingine ambayo tunaenda kujifunza maneno ya Mungu, na tupo katika somo letu la miaka 7,000 ya dunia, na hii ni sehemu ya pili. Na leo tena kuangalia kuhusiana na unabii ndani ya uumbaji. Ndiyo, ndani ya uumbaji wa dunia kuna unabii ambao Mungu ameutoa ukitamka kuhusiana na miaka 7,000 ya dunia. Karibu sana tuweze kujifunza maneno ya Mungu. Naamini Mungu atakubariki sana. Amen. Sasa kama unakumbuka, katika kipindi kilichopita tulisoma maandiko kadhaa, lakini andiko la kwanza ambalo tunaliangalia leo ni Isaya 46 mstari wa 9 na 10. Tulisoma mstari wa 10, lakini leo tutarudi nyuma kidogo mstari wa 9. Kuna kitu natamani tutazame pale. Isaya 46 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Mstari wa 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hiyo tunaona mstari wa 9 hapa kuna kitu ambacho tukuangalia katika somo lililopita. Mungu anatamka kupitia nabii Isaya, anasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Tukumbuke mambo ya zamani za kale. Kuna kitu kwenye vitu ambavyo Mungu alitamka nyuma kabisa. Anasema maana mimi ni Mungu wala hakuna mwingine. Anarudia tena, anasema mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Alafu anaendelea anasema anayetangaza mwisho tangu mwanzo. Mungu mwenyewe anasema kwamba anautangaza mwisho tangu mwanzo, tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Alafu anakuja kusema nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hii kwenye mistari miwili kuna siri kubwa ipo ndani ya mistari hii. Yaani Mungu anasema kwamba mimi Mungu nautangaza mwisho tangu mwanzo. Kwenye haya maandiko mawili kuna vitu takriban 4 ambavyo tutaenda kuviangalia kujifunza haraka. Ya kwanza anasema anatangaza. Nini maana ya kutangaza? Kudeclare. Ana declare the end from the beginning. Ana kutangaza. Na kama kutangaza, anatangazia wapi? Bila shaka anatangaza kwenye neno lake. Kwa Mungu anasema kwamba kwenye neno langu, ili mnaoliona kwenye neno langu, ukiangalia vitu ambavyo nimeandika mwanzoni, utakuta mwisho umo ndani ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. La pili anasema ili tuweze kufahamu mwisho, lazima tuende kuangalia mwanzo. Kwenye maandiko ni Mungu anatuambia kwamba kama tunataka kufahamu mwisho vizuri, mwisho wa dunia, mwisho wa mwanadamu, kuja kwake Yesu, mwisho wa ulimwengu huu, lazima turudi mwanzo, kwa sababu mwanzo Mungu alishatangaza mwisho tangu mwanzo. Jambo la tatu, ili kujua mambo yasiyotendeka, inabidi tuangalie yale yaliyokwisha tendeka. Kama nasema anatangaza mwisho tangu mwanzo, tokea zamani, na maana mambo yalishatendeka, lakini mambo yaliyotendeka anaotangaza mwisho tokea mwanzo. Kwa ili kujua mambo yasiyotendeka, inabidi tuangalie yaliyokwisha tendeka ndani ya neno. Kwa ili kujua vitu ambavyo vitakuja mbele, lazima tuangalie vitu ambavyo vilishakujaga nyuma na vilishasemwa nyuma kwenye neno la Mungu. La nne na la msingi, Mungu aliutangaza mwisho wa dunia alipoiumba dunia. Mungu alitangaza mwisho wa dunia alipoiumba dunia. Na leo ndio tutaangalia unabii ndani ya uumbaji ukizungumzia kuhusiana na miaka hii 7,000 ya dunia, kwa sababu Mungu alitangaza mwisho pale alipokuwa anaiumba dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yetu ambayo tutaenda kuangalia, kama unakumbuka kipindi kilichopita tulisoma Petro wa pili 3:8. Petro wa pili 3:8 nitarudia, nitasoma haraka ambao kuwepo. Naomba tafadhali utazame, kuna vitu ambavyo tulizungumza vya msingi sana. Ili uweze kuelewa tunapoendelea mbele, itabidi uangalie kipindi kilichopita sehemu ya kwanza. Petro wa pili 3:8. Petro anatamka, anasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni sawa na miaka 1,000, na miaka 1,000 ni sawa na kama siku moja. Kwa Petro anatamka kwamba, na wewe kusoma Petro wa pili 3, siku moja tutatafuta kipindi tutakiangalia hii sura nzima ya 3. Anazungumzia kuhusiana na siku za mwisho. Sura nzima ya 3 anazungumzia kuhusiana na siku za mwisho, na hii ndio sura ya mwisho katika Petro wa pili. Kwa maana ujumbe wa mwisho wa mtume Petro ulikuwa mebezi sana kuhusiana na nyakati za mwisho. Ukirudi juu anasema siku za mwisho ataibuka watu ambao wanakejeli, wanasema iko wapi ahadi? Huyu alisema atakuja, mbona baba alishakufa mpaka leo hajaja? Ndio Petro anakuja kusema mbeleni kwamba anatoa hii tunaita kanuni. Anatamka hii kanuni ya kwamba anasema kwa Bwana siku moja ni sawa na miaka 1000. Kwa hiyo tutaenda kutumia hii kanuni
ambayo imetamka kwamba siku moja ni sawa na miaka 1000, na katika kipindi kilichopita tuliprove kwamba kweli siku moja ni sawa na miaka 1000 kwa Bwana, yani kinabii. Na hii Petro hakuwa yeye wa kwanza kutamka hivi. Hii litamka kutokea Agano la Kale. Tukisoma ile Zaburi ya 90 mstari wa 3 na 4, ambao Zaburi ya 90 tulisema kwamba ameandika Musa ambaye ndo aliandika Torati. Ina maana hii Zaburi ya 90 anatamka kwamba, anasema maana miaka 1000, mstari wa 4 nitasoma, lakini ukipata muda soma na mstari wa 3 kutokana na muda. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Tumesema Zaburi ya 90 ameandika Musa, na anasema miaka 1000 kwa Bwana ni kama siku ya jana. Ina maana anarudia sentensi hii aliyotamka Petro kwenye Agano Jipya. Musa anasema kwamba kwa Bwana miaka 1000 ni kama siku moja, kama siku ya jana. Ina maana anatumia kanuni hii, na hii kanuni ndio tukatumia kutafsiri kwamba tukathibitisha kwa hakika kwamba siku moja kwa Bwana inaweza ikawakilishwa kwa miaka 1000 kinabii, na miaka 1000 kama siku moja kinabii. Ina maana leo tutaenda kuangalia kuhusiana na miaka 7000 ya dunia ikiorodheshwa, ikiainishwa. Tumesema tangu mwanzo, Biblia, Mungu anasema tangu mwanzo nimeutangaza mwisho. Kwa hiyo tutaenda kuangalia mwanzo ili kuweza kufahamu mwisho wa dunia, na hii ni sehemu ya pili katika somo letu. Naamini Mungu anaendelea kubariki sana, na naamini kuna vitu ambavyo utajifunza leo ambavyo inawezekana hujawahi kusikia ama ulishakusikia, lakini ukuwa na uhakika katika neno la Mungu. Leo tutaenda kuthibitisha kwa hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya kwanza tutaenda kuangalia sasa kila siku, kimsingi kwamba nitatamka maneno haya ukifikiria kwa undani. Mungu ambaye anaweza mambo yote, anaweza kufanya chochote, anaweza kufanya jambo lolote. Hakuwa na haja ya kuumba vitu polepole. Siku ya kwanza aumbe, siku ya pili asubiri aumbe, siku ya tatu aumbe, siku ya 4 mpaka tufike siku 6, alafu tena anakuja kusema siku ya 7 akapumzika. Ukiangalia kikawaida, Mungu ambaye anaweza tu kutamka Bwana iwe dunia na kila kitu na mwanadamu kwa siku moja, kwa sekunde moja vikawa, lakini akasema siku ya kwanza Mungu kuna sababu, kuna siri ya kinabii katika maandiko haya. Kuna siri kubwa ya kinabii katika maandiko. Tumesema Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo tunaenda kuangalia mwanzo ili tuweze kufahamu mwisho wa dunia na mwanadamu na vitu vingi ambavyo vimeandikwa katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo katika uumbaji kila siku ilikuwa na sababu yake ya kuandikwa. Mungu aliumba kitu gani, na Mungu aliandika vile kinabii akijua kwamba kuna siri anaionyesha. Tumesema Musa alitamka maneno kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 ni kama jana. Ina maana Musa ambaye ndo aliandika Torati, Mwanzo kutoka Mambo ya Kumbukumbu Torati, alikuwa anajua alichokiandika. Alikuwa anajua kwamba hakika kuna sababu kwa nini Mungu alitamka kila siku aliumba kitu gani, na kwa nini Mungu aliumba dunia kwa siku 6 na ya 7 akapumzika. Kumbuka tunatumia kanuni yetu kwa Bwana, siku moja ni sawasawa na miaka 1000 na miaka 1000 ni sawasawa na siku moja. Hii ndio kanuni ambayo tutatumia katika somo letu la leo. Samahani, ilianguka mtio wangu. Tuendelee. Sasa tunasema Mungu aliumba dunia kwa siku 6 na 7 akapumzika. Tutaenda kuangalia kila siku Mungu aliumba nini na kwa nini tunasema kuna unabii ndani ya uumbaji. Kwa hiyo ni siku ya kwanza. Naamini unaona vizuri hapa. Siku ya pili, siku ya tatu. Mungu aliumba dunia kwa siku 6. Na tumesema hizi siku kuna sababu. Kwa naomba tuangalie kila siku Mungu aliumba kitu gani na kinabii inaashiria nini kwenye mpango wa Mungu wa miaka 7000 ya dunia. Na kwa nini tunajifunza hivi? Kuna msingi mkubwa sana wa kujifunza haya mambo, yaani kwa sababu huwezi ukafahamu mwisho bila kufahamu mwanzo. Mungu anasema anautangaza mwisho tangu mwanzo. Ina maana ili uweze kufahamu mwisho. Watu wanahisi ili kufahamu mwisho wa dunia ni kuangalia tu Ufunuo. Sawa, tunaangalia Ufunuo wa Yohana, kuna vitu vingi. Tunaangalia kwa Danieli 7, kuna vitu vingi. Lakini tunasahau cha msingi zaidi. Hapo anasema mwanzoni, angalieni mwanzoni. Mungu anatuambia watoto wake, hebu rudini mwanzoni, angalieni kuna siri kule. Kwa leo tutaenda kuangalia hii siri. Kwa hiyo tumesema Mungu aliumba dunia kwa siku 6, alafu ya 7 akapumzika. Kwa hiyo tutaenda kuangalia kila siku na inaonyesha unabii gani katika mpango mzima wa Mungu wa miaka 7000 ya dunia. Siku ya kwanza inapatikana katika Mwanzo 1, tutasoma 3 mpaka 5. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 5. Biblia inasema Mungu akasema, hii ndio siku ya kwanza.
iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akalita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Sasa naomba kabla tuendelea tuseme hii kanuni. Tumesema kanuni inasema kwamba siku moja ni sawasawa na miaka 1000. Ina maana tangu Adam siku ya kwanza ni miaka 1000. Ina maana tunahesabu dunia. Tulisema dunia baada ya Adam kuasi. Ukisoma Biblia pale Mungu anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Na nikasema katika kipindi kilichopita kitendo cha dunia kulaaniwa pale ndo hapo mauti kaanza kuingia, kwa sababu Biblia inasema kwa mtu mmoja mauti iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, ina maana mauti ikawafikia wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mauti haikuwafikia tu mwanadamu, ikawafikia wanyama na ikaifikia na dunia kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja Adam. Kama hujatazama anguko la mwanadamu katika kipindi chetu, tazama, kuna vitu nimezungumza pale. Lakini cha msingi ni kwamba dunia ililaaniwa Adam alipoasi. Ina maana dunia nayo ikaingia katika hali ya mauti. Ina maana dunia nao, miaka ya dunia ikaanza kuhesabika tokea pale. Tukaanza kwa, tumesema tukisoma Mwanzo 1:1, dunia ilikuwepo kabla ya Adam. Tusome hapo Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo maana kinachofuatia hapa yote tunayojifunza ni Mungu alikuwa anaumba tena vitu ndani ya dunia. Ila dunia ilikuwa tayari ipo, mbingu na nchi mwanzoni kabisa Mungu alishaviumba. Tunapozungumza hapa ni uumbaji huu ambao mwanadamu anahusika, na alianza kuumba nuru. Mungu akasema iwe nuru, akaitenga nuru na giza. Kwa hiyo tunasema siku ya kwanza ina maana ni miaka mingapi? Ni miaka 1000. Siku ya pili ni miaka 2000. Siku ya tatu ni miaka 3000. Siku ya 4, mtu wa Mungu, sasa hapa kama hesabu ulikimbia darasani, kuna changamoto kidogo labda unaweza kuipata, lakini naomba Mungu akusaidie sana nisikuache hata kidogo. Na kusema miaka 1000 namaanisha tokea Adam mpaka mwaka wa 1000. Tunaosema mwezi wa Januari, mwezi wa kwanza, maanisha siku ya 0 ya mwaka mpaka siku ya 30. Na maana tunaposema siku ya kwanza ambayo siku moja ni miaka 1000, tunamaanisha mwaka 0 wa Adam mpaka mwaka wa 1000. Na hii siku ya pili tunamaanisha mwaka 1000 mpaka mwaka wa 2000. Na siku ya tatu tunamaanisha mwaka wa 2000 mpaka mwaka wa 3000. Kama sijakuacha hapo. Siku ya 4 tunamaanisha mwaka wa 3000 mpaka mwaka wa 4000. Siku ya 5 tunamaanisha mwaka wa 4000 mpaka mwaka wa 5000. Siku ya 6 tunamaanisha mwaka wa 5000 mpaka mwaka wa 6000. Na siku ya 7 tunamaanisha mwaka wa 6000 mpaka mwaka wa 7000. Mfano hapo nimekuelewesha kidogo kwamba siku ya kwanza ni mwaka 0 tokea Adam mpaka mwaka 1000. Kwa kila mwaka, kila siku ilikuwa inawakilisha na mwaka na miaka hii 1000 ya dunia. Tumesema siku ya kwanza Mungu aliumba kitu gani? Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaita nuru mchana na giza akalita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Na maana siku ya kwanza kilichotendeka ni kwamba Mungu alitenga nuru na giza. Mungu alitenga nuru na giza. Lakini tukifahamu kwamba huu mwaka 0 tokea Adam ana miaka ya Adam 0 mpaka mwaka 1000, ndipo Adam ambapo mwanadamu aliasi, akamwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Adam alikufa na miaka 930, ina maana ilikuwa ndani ya miaka hii 1000 ya kwanza. Ina maana siku ya kwanza ambayo ni miaka 1000 ya kwanza, naomba nirudie tena, siku ya kwanza ambayo ni miaka 1000 ya kwanza, ambayo ni mwaka 0 mpaka 1000 tokea Adam, mwanadamu aliasi, na maana nuru na giza vikatenganishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka mwanadamu alipoasi akajificha, akasema naogopa, nipo uchi. Ina maana mwanadamu akatengana na uso wa Mungu. Biblia usome sana, nasema dhambi zenu zimeuficha uso wangu. Ina maana Mungu akatengana na mwanadamu katika mwaka wa 1000 kabla siku ya kwanza hii ambapo mwanadamu aliasi. Kumbuka Mungu anamwambia kila tu na siku hiyo hiyo utakufa. Na tulisema kwamba siku moja kinabii inamaanisha miaka 1000. Na maana Adamu alikufa na miaka 930, na maana alikufa siku hiyo hiyo kinabii.
Ndio maana nakwambia kama hujaangalia sehemu ya kwanza, naomba ukaangalie, kwa sababu kuna vitu tulizungumza pale. Kwa hiyo tunasema siku ya kwanza mwanadamu alitengana na Mungu, na maana nuru na giza vikatengana. Na maana unabii wa siku ya kwanza ilikuwa ni kwamba mwanadamu akatengana na Mungu, nuru na giza vikatengana. Na pia kumbuka, mwanadamu alitolewa ndani ya bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitolewa ndani ya bustani ya Edeni. Na maana nuru na giza ambao viliumba siku ya kwanza vikatengana. Mungu anasema, Mungu akaitenga nuru na giza, ilikuwa ni unabii kuonyesha kwamba mwanadamu ataasi kabla ya mwaka 1000 kuisha. Hiyo ni siku ya kwanza kinabii. Twende siku ya pili. Siku ya pili ambayo inapatikana katika Mwanzo 1:6-8. Mwanzo 1:6-8, nitasoma pale. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Naomba tunaposoma angalia mstari baada ya mstari, nukta baada ya nukta. Kumbuka ni Mungu anatamka, anatangaza mwisho tokea mwanzoni. Anasema Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Mungu akafanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akalita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili, ambayo tokea ni mwaka 1000 mpaka mwaka 2000 tangu Adam. Mwaka 1000 mpaka mwaka 2000 tangu Adam. Mungu akasema. Kwa hiyo ina maana siku ya pili tunachokipata hapa ni kwamba Mungu alitenganisha maji ya juu ya nchi, yaani akatengeneza anga na mbingu kati yao. Lakini siku hii ya kusema, naomba Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia katika siku zote ambazo Mungu ameumba, alikuwa anamaliza kuumba anasema ni vyema sana. Anamaliza kuumba anasema ni vyema. Yaani anafurahia uumbaji wake. Lakini siku ya pili hajasema ni vyema. Kwa nini? Hajasema. Tukisoma hapa siku ya pili yote huwezi kukuta neno ni vyema. Kuna sababu, nimekwambia Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, mtu wa Mungu. Lakini sasa tunaangalia unabii wa siku ya pili ambao ni mwaka 1000 mpaka mwaka 2000 tangu Adam. Mwaka 1656 mwaka 1656 tangu Adam, huu mwaka ndipo ambapo gharika lilitokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mwaka ilitokea gharika. Huu mwaka ulikuwa ni mwaka ambao Nuhu alipoingia kwenye safina na Mungu akaiangamiza dunia kwa maji. Tusome Mwanzo 7:10. Biblia inasema, ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Lakini tukirudi kwenye sasa siku ya pili, Mungu anasemaje? Mungu akalifanya anga, akatenga maji yaliyo juu. Mungu akalitenga lile anga la mbingu, likawa jioni. Mungu anasema ikatenge maji na maji. Na maana Mungu alikuwa ni anatabiri kitakachotokea katika siku ya pili ya uumbaji. Siku ya pili kinabii ambayo ni miaka 2000, ambayo ni mwaka 1000 mpaka 2000, kwamba alikuwa anatabiri tokea mwanzo kwamba huo mwaka hiyo miaka 1000 hapo tutakuwa na gharika. Na jambo kubwa katika miaka hii ilikuwa ni gharika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unabii wa siku ya pili ya uumbaji ulikuwa ni gharika. Pia tukisoma ile Mwanzo 8:2 kuhusiana na gharika, Biblia inasema chemchemi za vilindi vikafungwa, na pia madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Kumbuka hapa Mwanzo 1:7 anasemaje? Mungu akalifanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu na maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Unaona unabii Mungu ambao anatamka. Na ukisoma Mwanzo 8:2 anasema chemchemi zikafungwa ambao chini, na madirisha ya mbinguni yakafungwa, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Maana maji ya juu yakatenganishwa na chini. Unabii wa siku ya pili ya uumbaji ulikuwa unazungumzia kuhusu gharika, na kutokana na hili jambo lilikuwa lilimuumiza sana Mungu moyo wake. Ndio maana Mungu katika siku ya pili hakusema ni vyema. Aliumba lakini hakutamka hili neno. Ilikuwa ni kinabii, anasema kwamba sitafurahia mwanadamu ambaye nitamwangamiza, lakini hakuwa na namna. Kwa hiyo unabii wa siku ya pili ya uumbaji ulikuwa unazungumzia kuhusiana na gharika. Twende siku ya tatu. Mtu wa Mungu, naamini unapata kitu, naamini unaelewa. Japokuwa najitahidi kwenda sana haraka kutokana na muda, lakini naamini Mungu atakusaidia nisikuache hata sehemu moja. Okay, let's go to the third day of creation, ambayo inapatikana katika Mwanzo 1:9 mpaka 13. Mwanzo 1:9-13. Mtu wa Mungu, naomba tuwe pamoja. Kama uelewe sehemu rudisha nyuma, sikiliza tena. Pause, naenda haraka sana kutokana na muda. Jitahidi kuweka siku zote ndani ya siku ya leo. Mwanzo 1 mstari wa kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 13. Kuhusiana na siku ya tatu ya uumbaji
ambao ni mwaka 2000 mpaka 1003. Kulitokea kitu gani katika mwaka 2000 mpaka 1003 ambao Mungu alishatabiri tokea siku ya tatu ya uumbaji? Kimsingi tukisoma siku ya tatu, sitasoma kutokana na muda. Siku ya tatu Mungu alifanya mambo makuu mawili, na hii ni siku pekee ambayo Mungu alitamka ni vyema mara mbili. Jambo la kwanza alilotenda Mungu ilikuwa ni kutenga maji na nchi kavu, hivyo ardhi, nchi na bahari. Mungu alitenga maji na nchi kavu. Au mtasoma, tuanze mstari wa 9. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mara ya kwanza, na Mungu akatenga nchi na maji, akatenga nchi na maji, nchi ikapatikana pakavu, ambao akapaita nchi. Mstari wa 11, Mungu akasema, nchi inaitoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Tumeona ni vyema mara ya pili katika siku moja, na anasema mstari wa 13, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kwa siku ya tatu hii Mungu alifanya mambo makuu mawili ya msingi, ambayo tumesema kwanza, kulikuwa kuna maji dunia nzima, akatenga maji na pakavu pakaonekana, na akapaita pale pakavu nchi au ardhi. Na maana Mungu siku ya tatu, jambo la kwanza alitenga maji na ardhi, na maana nchi ikaonekana. Jambo la pili alilofanya ni kwamba kisha anasema, kisha nchi ikatoa majani na miche toa matunda na mbegu kwa jinsi yao. Maana akafanya tena mimea ambayo inatoa matunda na mbegu kwa jinsi yake. Na nimesema kwamba hii ndio siku pekee katika siku zote 6 za uumbaji ambazo Mungu ametamka ni vyema mara mbili. Kuna sababu gani ametamka ni vyema mara mbili? Hebu tuangalie unabii katika hii siku ya tatu ambayo tumesema ni mwaka 2000 mpaka 1003 tangu Adam. Sasa mwaka 2023 tokea Adam, kumbuka sisemi 2023 tangu Yesu, 2023 tangu Adam, kuna mtu mmoja alitokewa anaitwa Ibrahimu, ambao hapa alikuwa na miaka 75, akapewa ahadi. Tunafahamu hii ahadi ya Ibrahim, akaambiwa kwamba kwanza akaambiwa atoke katika nchi ambayo alikuwepo. Kumbuka alikuwa ni katika Uru wa Kaldayo. Ile eneo walikuwa wanaabudu ni mataifa, walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanaabudu hawakuwa wanamfahamu Mungu wa kweli. Na maana Mungu akamwambia Ibrahim na familia yake, tokeni katika hiyo nchi. Akamwambia pia Ibrahim, akasema mimi nitakufanya kuwa taifa kubwa. Ina maana ile kitendo cha Mungu kumwambia Ibrahim atoke katika nchi, ilikuwa ni Mungu ni kama alichotenda katika siku ya tatu, ambayo Biblia inasema alitenganisha maji na nchi kavu, na pakavu pakaonekana. Ina maana siku ya tatu maji yatengwa na ardhi. Pia tunaona Ibrahim anapoambiwa atoke katika hii Uru wa Kaldayo, ni Mungu alikuwa ni kama unabii ambao alitabiri siku ya tatu kwamba atatenganisha bahari na nchi kavu pataonekana. Na tunaona Ibrahim anaahidiwa sasa, anapewa ahadi ya uzao kwanza, alafu anaambiwa kwamba nitakufanya uwe taifa kubwa, ambao tunajua baadaye kupitia Isaka, na Isaka akamzaa Yakobo, na Yakobo akazaa wale wana 12. Wana 12 wakatengeneza makabila 12 ya taifa la Israeli lilipokuwa Misri, na taifa la Israeli likaja likapatikana miaka 430 tangia wana wa Yakobo waingie Misri. Ina maana pia Ibrahimu akaambiwa atazaa matunda. Kumbuka siku ya tatu ulikuwa unabii kwamba Mungu akafanya miche itoao mbegu kwa jinsi yake na matunda kwa jinsi yake, lakini pia Ibrahimu akaambiwa utakuwa baraka. Ina maana baraka, kumbuka, ni kuzaa matunda, kuwa productive. Ina maana Mungu siku ya tatu alikuwa anatoa unabii huu kwa Ibrahim. Hiyo unapatikana katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza na mpaka wa 3. Tutasoma hapo. Mungu hapo ndo anamwambia Ibrahim kwamba nitakutoa toka katika nchi ambayo upo na uende, alafu akampa hii ahadi. Tutasoma. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Tumesema siku ya tatu ya uumbaji Mungu akitenga bahari na nchi kavu, na pakavu pakaonekana. Kwa hiyo Ibrahim ambaye taifa kubwa ile anaambiwa kwamba toka na familia yako. Mstari wa 2 anasema nami nitakufanya wewe
kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Tumesema siku ya tatu Mungu alifanya akasema iwe matunda, miti na miche itoa matunda kwa jinsi yake. Matunda ni baraka. Baraka lazima uwe na matunda, uwe na mazao. Kwa hiyo hapa huu ni unabii ambao Mungu alisema tokea mwanzo kuhusiana na Ibrahim. Mstari wa 3 anasema, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulani nitamlaani, na katika wewe jamaa zako zote za dunia watabarikiwa. Anasema katika wewe ambao taifa la Israeli, jamaa zote wa duniani watabarikiwa. Ina maana tumesema kupitia wana 12 wa Yakobo, Mungu akaitimiza ahadi yake kwa Ibrahim kwa kuifanya taifa la Israeli. Hiyo utasoma kwa muda wako Kutoka 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Na mnamo mwaka 2513 ni makadirio, miaka 430 tokea Yakobo. Kumbuka Yusufu alienda Misri akawa kiongozi kule, baadaye wana wa Yakobo nao wakaja Misri, na maana kutokea Misri baadaye wakaja wakawa watumwa, ndio taifa la Israeli likawa formed ndani ya Misri. Baadaye Mungu akawatoa kupitia Musa miaka 430 baada ya kuingia Misri, ambao ulikuwa ni mwaka wa 2513. Mwaka wa 2000, sijui kama unaona, 2513 Israeli wanatoka Misri. Kutoka 12:40 wanaweza wanatoka Misri kama taifa kubwa, na baada ya miezi mitatu Mungu anawapa Torati. Kuna kitu ambacho tukuangalia kwa Torati. Kumbuka Torati ni neno la Mungu ambalo ni vitabu vya Mungu anawapa sheria. Sasa mlima Sinai anawapa zile amri 10 za Mungu kupitia Musa. Israeli wanapewa Torati, wanapewa sheria za Mungu ambao ni neno la Mungu. Na kumbuka neno la Mungu ni mbegu, na alisemaje katika ile Mwanzo siku ya tatu ya uumbaji? Mungu akasemaje katika unabii siku ya tatu ya uumbaji? Mungu akasema nchi na itoe majani na mche utoao mbegu. Ina maana alitabiri kwamba huu mwaka ambao kumbuka ni mwaka 2513 ipo ndani ya range hii ya mwaka 2000 mpaka 3000. Hii yote yanatendeka ndani ya muda huu ambao Mungu alishatabiri siku ya tatu ya uumbaji. Na maana neno la Mungu, Biblia inatafsiri kwamba neno la Mungu kama mbegu. Yesu alitamka kwamba mbegu ni neno la Mungu. Luka 8:11 anasema kwamba na huu ndio mfano. Huu mfano maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Na maana Mungu alishatabiri. Kumbuka Isaya 46:10 anasema, na alitangaza mwisho tangu mwanzo, mambo yasiyotendeka bado. Na anasema nikisema shauri langu lazima litimie. Na Mungu atamka kwamba anachokitamka lazima kitimie, na alishatamka, alishatoa unabii wa miaka 7,000 dunia, tangu dunia anapoiumba alishatoa unabii ule. Pia tunaona Israeli katika miaka hii pia alivuka baada ya kutoka Misri. Israeli alivuka bahari ya Shamu, maji yalikusanyika mahali pamoja, pakavu pakaonekana. Bado unabii wa siku ya tatu unatimia kwa taifa hili la Israeli. Pia taifa la Israeli wakaingia Kanaani, lakini pia ahadi kwa Ibrahim, taifa la Israeli nasema ahadi kwa Ibrahim, taifa la Israeli, na ujio wa Torati na Israeli kuingia Kanaani, yote yalifanyika ndani ya miaka 2000 mpaka 3000 tangu Adam, na maanisha tangu Adam, tangu Adam, hivyo kukamilisha unabii wa siku ya tatu wa uumbaji. Na maana yote yalitendeka na yakatendeka ndani ya siku ya tatu ambao ni mwaka wa 3000, ambao ni mwaka 2000 mpaka 3000. Na kusema mwaka 3000 ni kama tunavyosema tufanye mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Ina maana mwezi wa tatu tunaingia lini? Si baada tokea mwezi wa pili mpaka mwezi wa tarehe 1 mpaka tarehe 31. Ina maana tunaingia mwezi wa tatu. Ndio hii tunasema 2000 mpaka 3000. Ndio miaka hii 3000. Maana 0 mpaka 1 unaanza kucount from 0. Ukianza kuhesabu namba tokea 0 mpaka 9 ni namba 10. 1 mpaka 10 ni namba 10. Hiyo ni mathematics. Tunasema hesabu kidogo inatakiwa iive kidogo kichwani, lakini naamini Mungu Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu na atakufundisha tu vizuri, usipitwe na chochote. Twende siku ya 4 ya uumbaji. Tumebakisha siku 2 na tumebakisha siku 3, siku ya 4, ya 5, ya 6, lakini siku ya 7 tutaangalia siku nyingine. Siku ya 4 ya uumbaji ambayo inapatikana Mwanzo 1:14 mpaka 19. Twende haraka haraka. Mwanzo 1:14 mpaka 19.
Mungu akasema na iwe mianga katika anga. Siku ya 4 ambayo ipo wapi? Siku ya 4 ambayo ni hii hapa, siku ya 4 ya uumbaji. Ni siku muhimu sana, kwa sababu kuna kitu muhimu sana kilitokea hapa siku ya 4 ambayo Yesu alizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya 4 ya uumbaji, Biblia inasema Mungu akasema na iwe mianga, let there be lights, katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, na iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Kumbuka neno majira. Tena ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati naongea tu Roho Mtakatifu anakota ndani, kwa sababu kuna siri kubwa hapa. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona hakuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Sasa kimsingi, kwa haraka, siku ya 4 ndio muda ambao Yesu Kristo alizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimesema siku ya 4 Mungu aliumba vitu viwili vikuu. Akaumba nuru, jua, na kusema nuru namaanisha jua, akaumba nyota, akaumba na mwezi. Siku ya 4 Mungu alifanya jua, mwezi, Bwana Yesu asifiwe sana, na nyota. Siku ya 4 Mungu aliumba jua, mwezi na nyota. Lakini pia tukisoma ile mstari wa 18, nuru na giza pia vilitenganishwa na mianga hii miwili, jua na mwezi, vikawa ndio jua linatawala mchana, mwezi unatawala usiku. Sasa tuangalie kwenye unabii wa siku ya 4, na naamini hapa ndo utatambua kwamba Mungu kweli anatangaza mwisho tangu mwanzo. Sasa tumesema Yesu alizaliwa siku ya 4. Yesu alizaliwa mwishoni kabisa wa miaka hii. Yesu alizaliwa takribani mwaka wa 3996 au 98. Hapa bado watu hawana uhakika wa tarehe ya uhakika, lakini alizaliwa kabla ya miaka hii hapa kuisha. Na maana nuru, kumbuka Yesu anatamka kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu ametamka mara nyingi, anasema nuru ya ulimwengu. Tukisoma ile Mathayo 5:14, Yohana 8:12, Yohana 9:5, Yohana 11:9. Lakini hapa tutasoma tu ile Yohana 12:46. Maneno ya Yesu mwenyewe anasema, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Yesu mwenyewe anatamka kwamba yeye amekuja ili awe nuru ya ulimwengu. Yesu amekuja ili awe nuru ya ulimwengu, ambayo tumesema siku ya pili, siku ya 4 hii Mungu aliumba nuru ambayo ni jua, akaumba na mwezi. Kwa nuru ambayo ni jua ilikuwa ni unabii wa Mungu, anatabiri tokea kitabu cha Mwanzo. Anasema kwamba katika hii miaka hii kuna nuru halisi itaingia ulimwenguni, ambayo itampa nuru kila mtu. Lakini pia Yesu amejitambulisha kama jua la haki. Biblia imetambulisha Yesu kama jua la haki. Tumesema nuru ambayo ndio jua, Mungu aliumba miaka miwili, jua na mwezi. Lakini pia kusoma kwenye Biblia Yesu anatambulika kama jua la haki. Tukisoma ile Luka 1:77 na 79, utasoma kwa muda kutokana na muda, lakini tutasoma ile Malaki 4:2. Biblia inasema pale, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Tunatambua ulikuwa ni unabii wa kwamba Yesu atakuja, ambao mwandishi wa Malaki anasema kwamba hii ni jua la haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo pia ni nyota ya asubuhi. Tumesema tayari unabii ulishatimia wa jua, kwamba Yesu ni jua. Sasa tunaenda kuangalia, alisema akaumba na nyota. Mungu siku ya 4 akasema aliumba na nyota. Lakini pia Yesu tunasema ni nyota ya asubuhi. Tukisoma ile Ufunuo wa Yohana 22:16,
Biblia inatamka, ni maneno Yesu mwenyewe alikuwa anatamka, anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Tumesema siku ya 4 Mungu aliumba nini? Jua, nyota na mwezi. Yesu anakuja kujitambulisha kwamba mimi ndio nyota yenye kung'aa asubuhi. Kumbe unabii ulikuwa wa siku ya 4. Mungu anataka tokea kitabu cha Mwanzo kwamba nitaomba siku ya 4 nilifanya nyota. Kumbe alikuwa anatabiri kwamba siku ya 4 atazaliwa Mwokozi, atazaliwa aliye jua la haki, atazaliwa nyota ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia Yesu alipozaliwa, kama unakumbuka vizuri, mamajusi walikuja kumtembelea na Biblia inasema wazi kwamba mamajusi walifuata nyota ya mashariki. Tunarudi tena kwenye unabii, ilikuwa ni unabii unatimia kwa uzalio wa Yesu. Lakini pia tumesema siku ya pili, siku ya 4 Mungu alifanya mwezi. Kumbuka Yohana Mbatizaji na Yesu walizaliwa ndani ya walikuwa wamepishana miezi kadhaa tu. Ina maana wote walizaliwa kipindi hiki kabla mwaka 1400 kufika, kabla siku ya 5. Yohana Mbatizaji alizaliwa kabla siku ya 5 pamoja na Yesu. Lakini Yohana Mbatizaji alikuwa ndiye unabii wa mwezi ambao Mungu alisema kwamba atafanya mdogo mianga miwili, mmoja mdogo utawale usiku, mmoja utawale mchana. Nakumbuka Biblia imegawanyika katika sehemu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Biblia inasema kwamba watu wa Agano la Kale waliandikiwa kwa njia ya kivuli. Alafu Yesu anakuja anatamka maneno, anasema kwamba katika manabii wote wa Agano la Kale hakuna aliye mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana Yohana Mbatizaji katika Agano la Kale alikuwa ndio mnabii mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana, akiwakilisha nuru ndogo. Lakini pia Yohana anakuja kusema mimi sio nuru halisi. Alafu anasema iko nuru iliyo halisi imtiayo nuru kila mtu. Watu kama umesoma geography, sayansi inasema kwamba mwezi hauna mwanga. Yaani mwezi unavyoona hauna mwanga, ni kama ardhi ya dunia unavyoiona. Lakini mwezi unachofanya inaakisi mwanga wa jua. Ina maana mwezi hauna mwanga, sio nuru halisi, lakini inashuhudia, inaonyesha mwanga wa nuru halisi ambao ndo jua. Ina maana Yohana anasema mimi sio nuru halisi. Tusome hapo Yohana 1:6-9. Biblia inasema palitokea, Yohana 1:6-9, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja aishuhudie ile nuru. Kulikuwako na nuru halisi ambayo tumesema ni Yesu Kristo, ambaye ndio jua la haki, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya 4 Mungu alifanya mianga miwili, moja mdogo, moja mkubwa, ambao mkubwa ndio unatoa nuru, huu mdogo unaakisi ile nuru kutoka kwenye nuru halisi, na inatoa nuru lakini sio nuru halisi. Na maana nuru halisi ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, ambao ulikuwa ndio unabii wa siku ya 4 ya uumbaji. Lakini pia Yesu mwenyewe alitamka akiwa anamzungumzia Yohana Mbatizaji, akasema katika Yohana 5:35-36, Yesu anamzungumzia sasa Yohana Mbatizaji, anasema yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana. Ushuhuda wa Yesu ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe zinazozitenda zanishuhudia kwamba Baba amenituma. Kwa anasema nuru ya Yohana ilikuwa inang'aa kwa muda tu, kwa sababu ilikuwa sio nuru halisi, lakini yeye Kristo ndio nuru halisi, ambao unabii unatimizwa kwa siku ya 4 ya uumbaji, ambao Mungu alitamka akasema nitafanya nuru mbili, moja utawale mchana, moja utawale usiku. Hivyo ujio wa kwanza wa Yesu Kristo kama jua na nyota, unabii wa jua na nyota, na kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji kama mwezi, ndio ulikuwa utimilifu wa siku ya 4 ya uumbaji. Ulikuwa ndio utimilifu wa siku ya 4 ya uumbaji. Tumebakiza siku mbili, tumeweza siku mbili, ambao nimesema kwamba siku hii ya mwisho ya 7 tutaenda kuangalia siku nyingine kwenye kipindi kingine. Na maana tumebakisha siku ya 5 na siku ya 6. Tuende siku ya 5 ambayo inapatikana katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 23. Tutasoma siku ya 5 uumbaji. Mungu aliumba kitu gani? Ambao ni mwaka
1000 mpaka mwaka 5000. Mstari wa 20 pale anasema Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi. Mwanzo 1:20 mpaka 23. Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambayo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akabarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkajaze maji na bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Ina maana siku ya 5 tunaweza tukasummarize kwa ufupi. Siku ya 5 ya uumbaji, Mungu aliumba ndege na samaki. Mungu alifanya ndege waruke juu ya ardhi na samaki akasema wajaze bahari. Lakini pia siku ya 5 uumbaji, uhai ukaingia duniani. Anasema yule mstari wa 20 anasema kwamba maji yajae kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Na maana siku ya 5 uhai ukaingia duniani. Lakini pia Mungu akawaagiza samaki wazae na kuongezeka, wakaijaze bahari, na ndege wazidi katika nchi. Sasa tuangalie kuhusu nabii huu wa siku ya 5 ambao ni mwaka 4000 mpaka mwaka 3000 tangu Adam. Lakini sasa naomba tuangalie kitu kimoja. Tukiangalia tumesema Yesu alizaliwa mwaka 3906 au na 8 pale katika hii 6 au 8, lakini alikuja kufa huu mwaka wa 4030 au 32, wengine wanasema, kulingana na tarehe ambayo ina maana Yesu alikuja kufa katika hii siku ya 5. Siku ya 5 Yesu alikuja kufa msalabani ndani ya siku ya 5. Sasa anasema unabii wa siku ya 5 ni kumbuka, baada ya Yesu kufa na kufuka, akasema kila anayemwamini anakuwa na uhai, anakuwa na uzima. Kila anayeamini mimi anakuwa na uzima. Ina maana siku ya 5 ambayo ni miaka 4000 mpaka 5000 baada ya Yesu kufa na kufuka, uhai ukaingia duniani au uzima. Tukisoma na Galatia 2:20 na unaweza kusoma pia Wakolosai 3:3 mpaka 4. Lakini hapa tutasoma Matendo 17 mstari wa 28 ambao nasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi kusema, maana sisi sote tu wazao wake. Kwa unabii wa kwamba uhai ukaingia duniani siku ya 5 ndio ukaja kutimizwa na kifo na kufufuka kwa Yesu siku ya 5, ambapo kila anayemwamini sasa anakuwa na uhai. Lakini pia amesema siku ya 5 aliumba ndege ambapo tukija sasa kwenye hii tunakuja kuona kwamba Roho Mtakatifu akaletwa duniani katika hii siku ya 5 miaka 4000 mpaka 5000 kwenye kanisa la kwanza. Biblia inasema kwanza Yesu pale alishukiwa na Roho Mtakatifu mfano wa hua ambao ilikuwa ni njiwa. Tukisoma Marko 1:10, Biblia inasema mara alipopanda kutoka majini akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Na maana Roho Mtakatifu kama njiwa anatafsiriwa kuja siku hii ya 5, na tunaona katika kanisa la kwanza Roho Mtakatifu ndipo alipokuja na kushukia kanisa rasmi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukirudi nyuma kidogo, tunaona kwenye tuliangalia kuhusu Ibrahimu na ile siku ya 3, tukasema kwamba Ibrahimu akaambiwa atoke katika taifa ambao alikuwa yupo, Uru wa Kaldayo. Tukasema siku ya 3 Mungu alitenganisha maji na ardhi pakaonekana. Maji ni kama ishara ya hukumu fulani, bahari kama ishara ya hukumu. Lakini hapa tunaona katika hii siku ya 5 tunaambiwa kwamba tumepewa agizo ya tukahubiri injili duniani kote, ulimwenguni mote, kwa mataifa, ambao mataifa wanaweza kuwakilishwa kwa bahari. Na maana sisi kama wenye uhai ambao sasa ndio tuna uhai ambao siku ya 5 tumesema samaki ambao ndio walikuwa uhai ukaingia ulimwenguni, wakaambiwa waijaze bahari. Na maana sisi kama kanisa tumeambiwa sasa tuende ulimwenguni tukahubiri injili kwa kila kiumbe, yani maana yake tueneze uhai na watu wamwamini Yesu na tujaze bahari ambayo ni kama ishara ya mataifa. Kwa hiyo nao ilikuwa ni unabii wa siku ya 5 unatimia kwa agizo la kuhubiri injili. Lakini pia tumeambiwa kwamba sisi ni wavuvi wa watu. Tukisoma ile Marko 1:17 maneno Yesu anawaambia
wanafunzi alikuwa anachagua akasema, Yesu akamwambia, njooni mnifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Tunaona wavuvi wa watu unahusianishwa na samaki ambao walifanya siku hii ya 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie kabisa kutokana na muda. Siku ya 6 tumesema siku ya 7, ambao siku ya 7 ni Sabato. Hii tutaitafutia kabisa siku yake. Kuna vitu vingi ambavyo unabii umetimia katika hii siku ya 7 ambayo tunasema Mungu alipumzika. Mungu alipumzika. Mapumziko. Leo tuangalie, tumalizie na hii siku ya 6 ya uumbaji, ambao ndo tupo sisi sasa. Sisi tupo hapa, tupo mwishoni kabisa wa miaka 5000. Tupo mwishoni kabisa, karibia tunaingia kwenye mapumziko, mwishoni kabisa, siku ya 6. Sasa tusome siku ya 6, inapatikana katika Mwanzo 1:24 mpaka 31. Nitasoma kwa kurukaruka, sitasoma mistari yote, nipata muda soma moja moja. Lakini Mungu akasema, na nchi itoe kiumbe hai kwa jinsi zake. Kisha Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale. Akaomba mwanamume na mwanamke. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Nimesema ni mistari mingi, sitaisoma kutokana na muda, lakini kwa ufupi, in summary, Mungu aliumba wanyama mwitu na kufugwa. Hii siku ya 6 Mungu aliumba wanyama mwitu, akaumba na wanyama wa kufugwa. Lakini pia Mungu alimuumba mwanadamu. Siku ya 6 ndio Mungu alipomuumba mwanadamu, akamwambia zaeni, akamwambia mkatawale, akamwambia ongezekeni, akamwambia ukaijaze, akamwambia ukaitishe nchi. Lakini pia siku ya 6 Mungu akawapa wanadamu kila mche utoao mbegu na mti ambayo matunda yake yana mbegu, yawe ndiyo chakula cha mwanadamu. Mungu akampa mwanadamu chakula hii siku ya 6. Sasa tuangalie unabii wa siku ya 6. Ya kwanza kabisa tumesema Mungu siku ya 6 akaomba wanyama wa kufugwa na wanyama mwitu. Wanyama mwitu wanawakilisha ujio wa mnyama ambao ulitabiriwa katika Ufunuo 11 mstari wa 7. Ufunuo 11 mstari wa 7. Biblia inasema, hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Tumeona kwamba hii Ufunuo inatabiri kuhusu unabii wa siku za mwisho. Tumeona wanyama mwitu ni unabii wa ujio wa mnyama. Lakini pia tukiangalia hii miaka 5000 mpaka 6000 ambayo sasa naomba tuangalie kitu. Tumesema hapa ni Yesu, ambapo sisi tunatumia BK baada ya Kristo. Ina maana baada ya Kristo ulikuwa ni mwaka wa 0 mpaka 1000 baada ya Kristo, na ni mwaka 1000 mpaka 2000 baada ya Kristo. Ama kwa ufupi naweza kusema hii ni mpaka mwaka 1000, hii ni mwaka wa 2000 ambao sisi tupo hapa. Ina maana ni mwaka wa 1000 mpaka 2000 baada ya Kristo. Lakini pia ni mwaka namaanisha hapa sasa, hii ni mwaka 1000 mpaka 2000 baada ya Kristo. Hapa 1000 mpaka 2000 1000 mpaka 2000 baada ya Kristo BK. Ndio tunazungumzia hapa. Kumbuka sisi tupo miaka 2000, na maana tuko hii unabii wa siku ya 6 unatuhusu moja kwa moja. Na maana siku ya 6 wanyama mwitu tumesema wanafishwa na mnyama. Lakini pia tunaona katika miaka tokea mwaka 1000 mpaka 2000 baada ya Kristo ndipo wanadamu wameongezeka sana duniani. Tunasema kulingana na UN World Population Prospects, mwaka 1900 idadi ya watu ilikuwa ni bilioni 1.6. Mwaka 1900 idadi ya watu ilikuwa ni 1.6 bilioni. Lakini mwaka 2022 takwimu zinasema kwamba idadi ya watu imefikia mpaka watu 8.1 bilioni. Na tunaona kwamba hii ndio ongezeko kubwa kabisa la wanadamu tokea dunia imeumbwa. Wanadamu wameongezeka kwa kiwango kubwa tokea dunia imeumbwa. Zaidi ya 400% wanadamu wameongezeka katika kipindi hiki. Kumbuka katika siku ya 6 Mungu aliwaambia mwanadamu, akamwambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Aliwaambia mkaijaze nchi, na naona watu wameongezeka sana duniani, wamefikia mpaka watu bilioni 8.1. Na maana unabii wa siku ya 6 ambao Mungu alitoa akamwambia mwanadamu zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi unatimia katika siku hii ya 6. Lakini pia katika miaka hii 5000 mpaka 6000 tangu Adam, tunaona kwamba vitabu vyote vya Biblia vikakamilishwa sana, na Biblia ikawa imekamilika rasmi. Na tunasema hii tunaita Protestant canonization ambayo ilifanyika mwaka 1500 baada ya Kristo. Ilifanyika mwaka 1500 baada ya Kristo, ambayo iko hapa.
tumesema 1500 iko hapa baada ya Kristo, ambao ni miaka hii 5000 mpaka 6000 tangu Adam. Haya maneno naona natambua kwa na kuchanganya baada ya Kristo tangu Adam, lakini naamini Mungu atakusaidia ukirudia kuna kitu utapata. Ina maana neno la Mungu likakamilika, Biblia ikakamilika kuwekwa sasa katika ikawa kama hii na vitabu 66 ikakamilika kuhifadhiwa, na ya mwisho kabisa ilikuwa ndio tunasema Protestant canonization ambayo ilifanyika mwaka 1500 BK, ambayo iko ndani ya mwaka 5000 mpaka 6000 tangu Adam. Ina maana tumeona katika siku ya sita Mungu asema, Mungu aliwapa wanadamu chakula, akamwambia hiki na hiki na majani yatakuwa ndio chakula chenu. Na hapa tunatambua kwamba neno la Mungu ndio chakula, kwa nao ilikuwa ni mtimilifu wa unabii wa siku hii ya sita. Hivyo siku ya sita Mungu akasema kila kitu kilikuwa ni chema sana. Katika siku zote hakuna sehemu ambapo Mungu amesema ilikuwa ni chema sana. Sehemu zingine alikuwa anasema tu ikawa vyema, akaona ni vyema, akaona ni vyema. Siku ya pili hakutamka kabisa kuhusu wema kwa sababu kulikuwa kuna gharika, kwa hata hiyo vyema yenyewe kuitamka. Lakini siku ya sita Mungu anasema sasa kila kitu alichokifanya kilikuwa ni chema sana. Na huo ni unabii ndani ya ubaji ukitabiri miaka 7000 ya ulimwengu. Tumeenda haraka sana kutokana na muda, lakini naamini ukirudia kuna kitu utakipata. Na tumebakisha siku ya mwisho ambayo tunasema hii siku ya saba Mungu akapumzika. Ilikuwa na maana gani? Je, Mungu alichoka? Lakini kumbuka ukisoma Isaya 46:9 na 10, Biblia inasema kwamba anautangaza mwisho tangu mwanzo. Na kipindi kinachofuata tunapoangalia siku ya saba nini kilitokea, kwa nini Mungu anasema alipumzika, na tutaenda kuangalia kuhusiana na miaka 7000 dunia na nyakati hizi za mwisho. Kuna unabii gani unatuhusu sisi? Tumesema kama sisi tupo katika hii siku ya sita, kuna vitu tumeruka haraka ili tuweze kwenda na muda, lakini kuna vitu vingi ambavyo Mungu alishavitamka, akatabiri, akasema dunia itakuwa hivi na hivi na hivi na itakuja kuisha wakati huu, na dalili zitakuwa ni hizi mwanzoni kabisa alipoifanya dunia. Na mimi Mungu amekubariki sana, na usiache kutazama session ya kwanza. Kama hujatazama, angalia session ya kwanza, kuna hii session ya pili, na tutakuwa na session ya tatu ambayo tutaenda kuangalia kuhusiana na Sabato, siku ya saba ya uumbaji. Mungu akubariki sana, nakupenda sana. Naitwa Best Cartoon. Usiache kuangalia video zingine katika channel yetu, na naamini utabarikiwa sana. Nakupenda. Amen.